الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 28 ya mwezi wa 3 2014. Alifa mtukufu anasema kwamba leo tena nitaeleza maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam kuhusiana na nishani za ukweli wake, na vile vile nitaeleza matukio yaliyoelezwa na Sinama alayhi salatu wasalam au matukio yaliyoelezwa na watu kuhusu ukweli wa Sinama alayhi salatu wasalam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema, kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani kiasi hiki kwamba tarehe hii ya leo 16 ya Julai 1906 nikianza kueleza nishani hizi zote, ninasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba nishani hizi ni zaidi ya 300,000. Ikiwa mtu hajali kiapo changu na aweza kumpatia dalili. Nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu katika kila wakati sawa na ahadi yake alinisalimisha katika shari ya maadui. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu katika kila wakati alitimiza mahitaji yangu. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake isemayo inni muhinu man arada ihanataka, yani yeyote atakayekushambulia nitamfedhehesha, nitamdhalilisha yeye. Na wengi waliofanya kesi dhidi yangu sawa na ahadi Mwenyezi Mungu alinipatia ushindi juu yao. Hazur anasema kwamba sisi tunaona siku hizi kwamba ahadi hii ya inni muhinun man arada ihanataka, taarifa ninayopokea kutoka Afrika na nchi zingine, taarifa hizi zinathibitisha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawafedhehesha maadui. Na ikiwa hii si kweli na maadui hawakamatwi na hawafedheheshwi na Mwenyezi Mungu, basi hawa sawa na kauli hii ya Mwenyezi Mungu umli lahum min kaidi matin, wanatakiwa kumbuke kauli hii ya Mwenyezi Mungu. Inshallah hawa pia lazima watakamatwa ikiwa hawaaji tabia yao mbaya. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba nishani zingine ni za aina hii zinazothibitisha ukweli wangu kwa kupewa nafasi. Tangu Mungu ameumba dunia hii hakuna nabii Mungu aliyepewa nafasi na umri kiasi hiki. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba zama hii inahitaji kuwa na imamu. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba kwa ajili ya marafiki maombi yangu yalipokelewa. Nishani zingine ni za aina hii kwamba maombi yangu yalipokelewa dhidi ya maadui wangu. Vile vile nishani zingine ni za aina hii kwamba watu walipona katika maradhi mbaya, na kabla ya kupona kwa Mwenyezi Mungu alinipatia habari. Na nishani zingine ni za aina hii kwamba Mwenyezi Mungu aliwapatia habari mawali waliokuwa kabla yangu, na walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto yao, kama Sajada Nashin Sahibul Alam mwenyeji wa Sindh ambaye ana wafuasi wake zaidi ya 100,000, na vile vile kama Ghulam Farid Chachra wale. Na vile vile nishani zingine ni za aina hii kwamba watu maelfu walifanya bayat yangu kwa sababu hii kwamba walionyeshwa, waliambiwa katika ndoto kwamba mimi ni mkweli. Na wengine walifanya bayat kwa sababu ya hii kwamba walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, na walisema kwamba dunia imefikia mwisho wake na huyu ni khalifa wa Mwenyezi Mungu. Nishani zingine ni za aina hii kwamba mawali wengine kabla ya kuzaliwa kwangu kwa kutaja jina langu walitoa habari ya kuja kwangu, kama Nematullah Wali na Mia Gulab Shah ambaye ni mwenyeji wa Jamalpur wa Ludhiana. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja, lakini kabla hii nieleze kwamba tukio hili ni kuhusu Sahibzada
sirajul haq saheb ambaye alijiunga na jumuiya, lakini kaka yake alikuwa sajada nashin wa kaburi fulani. kwa hiyo huyu kaka yake alimwandikia barua sirajul haq saheb, na katika barua akasema kwamba mimi naweza kuongea na wafu. Je, mirza saheb anaweza kuongea na wafu? yani alisema kwamba kwa kujua kuhusu hali ya mfu naweza kueleza hali yake, au naweza kuongea na mfu kuhusu hii. Sainam alayhi salatu wasalam anasema kwamba kuongea na wafu ni jambo la ufidhuli. Yule ambaye anaongea na Mwenyezi Mungu ambaye ni hai na ufunuo wake unashuka juu yake na dalili yake inapatikana, yeye ana haja gani ya kuongea na wafu na aanze kutafuta wafu? Na kuna dalili gani kwamba mtu ameongea na mfu? Lakini mimi ninazo dalili chungu mzima za kuongea na Mwenyezi Mungu. Kila fedha ninayopata ni nishani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu muda fulani Mwenyezi Mungu alisema kwamba yatuna min kulli fajin amik wa yatika min kulli fajin amik, na alisema hayo wakati ule hakuna aliyekuwa akinijua. Na angalieni sasa bishara hii ilitimia namna gani. Je, mfano wake unapatikana duniani? Sasa tuna haja gani kwamba kwa kumwacha Mwenyezi Mungu ambaye ni hai tuanze kuwatafuta wafu? Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, angalieni, nasema kweli kweli kwamba nyinyi msifedheheshe aya za Mwenyezi Mungu na msidharau, na Mwenyezi Mungu hapendi tabia ya aina hii. Sasa angalieni, hivi karibuni Lekram sawa na nishani ya Mwenyezi Mungu aliuawa, na watu mamilioni ni mashahidi ya bishara hii. Hata mwenyewe Lekram alisambaza bishara hii, alikokwenda sehemu yoyote alieleza bishara hii, na nishani hii aliomba mwenyewe kwa ajili ya ukweli wa Islam, na alisema kwamba nishani hii itakuwa dalili baina ya Mungu na mkweli. Hatimaye mwenyewe kwa kuthibitisha ukweli wa Islam na kwa kuthibitisha ukweli wangu aliuawa. Kukataa nishani hii au kudharau nishani hii ni dhulma kubwa sana. Kisha kukataa nishani za aina hii ni kuwa Lekram mwenyewe. Mimi nasikitika sana kwamba kadiri Mwenyezi Mungu alifanya fadhili zake na alionyesha nishani ya jalali yake na jamali yake, kisha watu wanadharau nishani hii, basi hii ni bahati mbaya sana kwa ajili ya watu, na vile vile hii ni sababu ya kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye hajali kuhusu nishani za Mwenyezi Mungu akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu pia hajali kuhusu yeye. Nishani zinazopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu zinakuwa za aina hii kwamba mwenye akili na anayekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu anatambua na anapata faida kutoka katika zile nishani. Lakini yule ambaye hana akili na yeye hajali kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye anakosa nafasi hii, na yeye anataka kwamba dunia hii isiwe dunia na imani isibaki imani. Mwenyezi Mungu hafanyi hivi. Ikiwa ingekuwa hivi, Mayahudi walikuwa na haja gani kwamba walimkataa Yesu Kristo? Musa alayhi salam kwa nini alikatazwa? Kisha juu ya hayo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini aliteswa na alisumbuliwa? Hii si sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba aonyeshe nishani za aina hii ambazo zinasababisha kupoteza imani juu ya ghaibu. Na yule ambaye hana akili anasema kwamba hii ni nishani, ilhali Mwenyezi Mungu hafanyi hivi, yani aonyeshe nishani ambayo inasababisha kupoteza imani juu ya ghaibu. Kwa ajili ya jumuiya yetu Mwenyezi Mungu hakuacha kasiri. Hakuna mfuasi wangu yeyote ambaye anaweza kufedheheka mbele ya maadui. Hakuna hata mmoja anayeweza kusema kwamba hakuona nishani katika maisha yake. Na watu Huzuri anasema wanajiunga na jumuiya kwa kuona nishani, na wale ambao ni wanajumuiya kwa kuzaliwa.
wanatakiwa waendelee kusoma historia ya mababu zao, na vile vile wanatakiwa waendelee kusoma vitabu ya sainam alahi salatu wassalam, na wanatakiwa wajenge uhusiano mzuri na mwenyezi mungu. Amesema sainam alahi salatu wassalam kwamba musome barahini ya ahmadia na mufikirie baada ya kusoma kitabu hiki bishara zote zinazopatikana katika zama hii zinapatikana katika barahini ya ahmadia, na bishara hizi ni kuhusu marafiki na kuhusu maadui. Je, hii ipo katika uwezo wa mwanadamu kwamba kabla ya miaka 30 iliyopita, wakati kulikuwa hakuna nishani ya jumuiya, wala nilikuwa sijui kwamba mimi nitaishi mpaka leo, bishara za aina hii zilitolewa na zote zimetimia. Tena si bishara moja bali bishara chungu mzima zinapatikana katika barahini ahmadia, na kitabu hiki kinapatikana katika nyumba za wanajumuiya na katika nyumba za maadui pia. Ikiwa mnatafuta haki na kweli, basi mufanye uamuzi kwa kusoma bishara zinazopatikana katika barahini ahmadia. Angalieni, hakuna aliyekuwa akinijua wala hakuna aliyekuwa akija hapa, na nilikuwa sina mfuasi hata mmoja, na hakuna aliyekuwa akijua kuhusu jumuiya yangu. Ikiwa bishara hii ilikuwa wazo la moyo wangu, kwa nini jumuiya kubwa inapatikana hapa Kadian, na yule ambaye alikuwa hajulikani nje ya Kadian, na yule ambaye kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema fahana antoana wa torafa baina nas, yani wakati umefika kwamba usaidiwe na ujulikane katika watu na watu wakujue sana. Anasema kwamba leo kuna sababu gani kwamba yeye si katika bara la Hindi bali nchi za Arabuni, Misri na Syria na duniani kote dunia inamtambua. Hata katika Afrika pia Hazur anasema hivi karibuni kutoka Kadian kipindi kilirushwa moja kwa moja, na kipindi hiki kilileta mabadiliko makubwa sana katika nchi za Arabuni. Sayyidina al-Islam anasema kwamba ikiwa hii ilikuwa si maneno ya Mwenyezi Mungu na ilikuwa mpango wa nabii Mungu, kwa nini Mwenyezi Mungu alimsaidia huyu Mungu? Kwa nini Mwenyezi Mungu alifanya sababu za kumtambua? Je, haya yote nilifanya mwenyewe binafsi? Ikiwa Mwenyezi Mungu anamsaidia muongo namna hivi, basi tunawezaje kuwatambua wa kweli? Mutoe jibu lake nyinyi wenyewe. Kupatwa kwa mwezi, najua katika mwezi ilikuwa katika uwezo wangu, na kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba hii itakuwa dalili ya ukweli wa Masihi na Mahdi mkweli, na kama Mwenyezi Mungu alitimiza madai yangu, ikiwa mimi nilikuwa si kutoka kwake, je, Mwenyezi Mungu mwenyewe alipoteza dunia hii? Inatakiwa mtoe jibu lake kwa kufikiria kwamba kunikataa mna inawafikieni wapi. Kunikataa mimi ni kumkataa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Vile vile kuna nishani za aina hizi, na idadi yake si 2-3 bali ni maelfu na maelfu, na kiasi gani mtaendelea kukataa nishani za Mwenyezi Mungu? Katika barahini ahmadia ile ile imeandikwa kwamba yatuna min kulli fajin abik, na umekuja mwenyewe na umetimiza nishani hii. Je, unaweza kufuta nishani hii ambayo ulitimiza mwenyewe kwa kuja hapa? Nasema kwamba kukataza aya za Mwenyezi Mungu si tabia nzuri, na kwa sababu hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka. Yote nilikuwa ninayo nimeshasema, mnakataa mnakubali, ni juu yenu. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mimi ni mkweli na mimi nimetoka kutoka kwake. Hazur anasema hii aliyosema kwamba wewe mwenyewe umekuja na umetimiza nishani hii. Hii Sayyidina alayhi salatu wasallam alimwambia mtu mmoja ambaye alisilimu lakini alikuja Kadiana, aliomba aonyeshwe nishani. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasallam alimwelewesha kwamba unaomba nishani, lakini kuja kwako hapa yenyewe ni nishani kamili. Hazur anasema kwamba sisi tunaona kwamba siku hizi nishani za aina hizi zinapatikana katika kila nchi. Kisha kuna nishani za kupona katika maradhi. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba Sardar Muhammad Nawab Ali Khan Saheb, mtoto wake Abdurrahim, alipata maradhi kali sana na alipata homa kali sana, na kulikuwa hakuna dalili ya kusalimika kwake, na alikuwa katika hali ya mfu. Wakati ule nilifanya dua
katika hali ile ya kufanya maombi nilijua kwamba hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu ambayo haitaahirishwa. Na kwa hiyo nikasema, Mola wangu, mimi nafanya uombezi wake. Mwenyezi Mungu akasema kwamba man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi, ni nani ambaye ana ujasiri wa kufanya uombezi bila kuwa na idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia hii nikakaa kimya, kisha baadaye mara moja nikapata ilham, innaka anta mujaz, yani wewe unapewa nafasi ya kufanya uombezi. Kwa hiyo nikaanza kufanya dua kwa unyenyekevu sana. Ndipo Mwenyezi Mungu akapokea maombi yangu, na yule mtoto alitoka kaburini na akapona, na alikuwa mjambamba kiasi hiki kwa sababu ya maradhi kwamba kwa muda mrefu alipata hali yake ya zamani, yani mwili wake ulirudi katika hali yake ya zamani. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba Bashir Ahmad ambaye ni mtoto wangu, yani Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb, alipata maradhi ya macho kiasi hiki kwamba hakuna dawa yoyote iliyokuwa inamfaidi, na ilikuwa hatari kwamba atakosa macho yake, yani atakosa kuona. Katika hali hii nilifanya dua na nikapata ufunuo, baraka tifli Bashir, yani mtoto wangu Bashir ameanza kuona. Ndipo siku ile ile au kesho yake akapona. Tukio hili lilishuhudia watu takriban 100. Kisha kuna nishani za kuangamizwa kwa maadui. Sinama alayhi salatu wasallam anasema nishani ya 71 iliyoandikwa katika kitabu cha Sirul Khilafa ukurasa 62. Nishani ile ni hii kwamba nilifanya dua kwamba tauni ishuke juu ya maadui, yani maadui ambao hawawezi kupata mwongozo. Kwa hiyo tauni ilikuja katika nchi hii na maadui wengi waliangamizwa, na dua ile ilikuwa hii: wa khuz rabbi man ada salaha wa mufsidan wa nazil alayhi rijza haqqan wa dammiri. Mola wangu, yule ambaye ni mdui wa mema na anafanya ufisadi umkamate na umshushie adhabu ya tauni na umwangamize. wa farish arubi ya karimi wa najeni wa mazig khasimi ya ilahi wa afiri. Mola wangu, uniokoe katika huzuni. Mola wangu, umkate katakata mdui wangu na umfedheheshe. Kisha katika kitabu kiitwacho Jazi Ahmadi kulikuwa bishara: izama ghazibna ghazab Allahu sailan ala mutadin yazi wa bisui yajharu, yani sisi tunapoghadhabika, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu pia inashuka juu ya yule mtu ambaye anaruka mipaka yote na anafanya uovu dhahiri. wayati zamanun kasirun kulla zalimin wa hal yuhlakanna alyawma illa almudammaru, yani zama inakaribia kwamba Mwenyezi Mungu atamwangamiza kila mdhalimu, na wataangamia wale tu ambao walioangamia kwa sababu ya dhambi zao. wa inni la sharrun nase illam yakul lahum jazaa ihanatihim sagharun yusaghiru. Mimi nitakuwa mbaya zaidi kuliko watu wote wabaya ikiwa hawa watu maadui hawafedheheshwi. kazallahu an nata'ana bit'an bainana fadhalika ta'awunun atahum la yubsiru, yani Mwenyezi Mungu ameamua kwamba yule anayelaani atalaaniwa. Basi hii ni taun ambayo itawakamata, itawangamiza. walamma tagal fiskul mubidu bisailihi tamannaitu law kana alwabau almudabbiru, yani wakati mfasiki alipozidi katika fiski yake, katika hali hii nikawa na hamu kwamba inatakiwa aangamizwe. Katika hali hii nilipata ufunuo katika lugha ya Kipersian: basa khana dushman ke tu viran kardi, yani ulifanya nyumba za maadui kuwa gofu. Na ilham hii ilichapishwa katika gazeti la Al-Badr.
baada ya ufunuo huu maombi yalifanywa kwa unyenyekevu sana, na mwenyezi mungu sawa na bishara zake alileta adhabu ya tauni, na yeyote alikuwa akinifedhehesha na alikuwa akitaja jina langu kwa fedheha aliangamizwa. Lakini hapa naeleza mifano kadhaa. Kwanza kabisa ni mfano wa Maulvi Rasul Baba ambaye ni mwenyeji wa Amritsar, ambaye aliandika kitabu dhidi yangu na alitumia maneno makali. Yeye kwa kukaa siku chache duniani sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliangamizwa kwa natauni. Kisha ni Muhammad Bakhsh ambaye alikuwa deputy inspector wa Batala, alizidi sana katika uadui wangu, yeye pia aliangamizwa na tauni. Kisha baada ya huyu ni Chirag Din ambaye ni mwenyeji wa Jammu, alidai kuwa mtume na aliniita Dajjal, na alikuwa akisema kwamba Yesu Kristo katika ndoto amenipatia fimbo ili kwa kutumia fimbo ya Isa ni muue huyu Dajjal. Yeye pia kwa mujibu wa bishara yangu iliyotolewa kuhusu yeye katika kitabu kitwacho Dafyul Bala, yeye kwa mujibu wa bishara yangu hii katika tarehe 4 ya April 1906 pamoja na watoto wake alikufa na maradhi ya tauni. Fimbo ya Isa imeenda wapi ambayo alisema atatumia kwa ajili ya kuniua, na imeenda wapi ilhamu yake aliyosema kwamba inni mursalun? Basi watu wengi kabla ya kutakasa nafsi zao wanaona mauni ya nafsi ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani kabla ya kutakasa nafsi zao wanaona kwamba wamekuwa watu wema na tamaa za nafsi zao wanaziona kwamba ni ufunuo. Amesema Sinam alayhi salam kwamba hatimaye hawa watu wanakufa kwa fedheha sana, na zaidi hawa wapo wengine pia ambao walizidi katika kunifedhehesha, na walikuwa wakiomba adhabu ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakinitukana usiku na mchana, na hatimaye walikufa kwa na maradhi ya tauni. Kama Munshi Mahbub Alam kutoka Lahore anasema kwamba nilikuwa na mjomba moja ambaye alikuwa anaitwa Nur Ahmad, alikuwa mwenyeji wa Hafzabad. Siku moja akaniambia kwamba Mirza Sahab, kwa nini haonyeshi dalili ya ukweli wa unabii wake? Mahbub Alam anasema kwamba nilimwambia kwamba tauni ni nishani mojawapo ya dalili ya ukweli wake ambayo inaendelea kuwakamata watu. Akasema kwamba tauni hata nikamata, hata tauni hii imekuja kwa ajili ya kumwangamiza Mirza Saheb, na sisi hatutapata athari yoyote ya tauni. Na yeye kwa kusema hivi akakwama. Munshi Mahbub Alam anasema kwamba nilipofika Lahore baada ya wiki moja nilipata taarifa kwamba mjomba Nur Ahmad amekufa na tauni, na watu wengi ni mashahidi ya mazungumzo yetu, tulikuwa tunazungumza. Kisha anasema Sinam alayhi salatu wasalam kwamba Mia Merajdin kutoka Lahore anaandika kwamba Maulvi Zainul Abidin ambaye alikuwa mtaalamu na alifanya imtihani ya Maulvi Fazal na alihitimu masomo yake, na alikuwa mwalimu katika idara ya Anjuman Hamayat Islam. Yeye kuhusu kweli wa Sinam alayhi salatu wasalam alifanya mubahala na Maulvi Muhammad Ali Sialkot katika duka fulani. Kisha baada ya mubahala, baada ya siku alikufa na maradhi ya tauni. Tena si yeye tu bali mke wake na mkwe wake pia alikufa na maradhi ya tauni. Kwa hiyo baada ya mubahala watu wa nyumbani kwake 17 walikufa. Sinam alayhi salam anasema kwamba hii ni jambo la ajabu kwamba kuna yeyote ambaye anaweza kuelewa siri hii kwamba sawa na maoni ya hawa watu mimi ni muongo na ni Dajjal, lakini wakati wa Dajjal hawa wanakufa. Je, nauzubillah, Mwenyezi Mungu pia anakosea? Yani kwa nini ghadhabu na adhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya hawa watu? Anasema Mia Merajdin anasema kwamba vile vile Mia Karim Bakhsh alikuwa mtu katika Lahore.
alikuwa akimtukana sana huzur, na hii ilikuwa tabia yake kila siku. Nilimwelewesha lakini hakuacha tabia yake, lakini hatimaye katika ujana wake alikufa. kisha anasema kwamba Sayyid Ahmad Shah Saheb wa Sialkot anaandika kwamba Hafidh Sultan Sialkoti alikuwa mdui wa huzur. Huyu alikuwa yule mtu ambaye alinuia kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam atakapopita katika mji wa Sialkot atatupa vumbi juu yake, na watu kama 9 au 10 wa nyumbani kwa pia walikufa na tauni. Na watu wote wa Sialkot wanajua kwamba Hakim Muhammad Shafi ambaye aliretadi baada ya kufanya bayat aliweka msingi la Madrasatul Islam. Alikuwa mdui wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yeye kwa sababu ya tamaa ya nafsi hakuweza kubaki juu ya bayat, na alijiunga na watu ambao walikuwa maadui wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hatimaye yeye pia alikamatwa na tauni, na mke wake na mama yake na ndugu yake, hawa wote walikufa na maradhi ya tauni. Na watu walikuwa wakisaidia madrasa yake, wale wote pia walikufa na tauni. Vile vile Mirza Sardar Beg Sialkoti ambaye alikuwa akitukana sana na alikuwa akitumia maneno machafu na alikuwa akifanya mzaha na alikuwa akilani, yeye pia alikamatwa na tauni. Siku moja alimwambia mwanajumuiya moja kwamba kwa nini mnasema tauni ni adhabu? Sisi tutajua kwamba hii ni adhabu ikiwa sisi tutapata tauni. Na kwa kusema hii baada ya siku 2 alikufa na tauni. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba mimi nimetumwa ili nirudishe heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopotea na nionyeshe ukweli wa Qur'an tukufu, na kazi yote inafanywa, lakini wale ambao wamefunga macho yao hawezi kuona. Na watu ni mashahidi ya nishani za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba tukikusanya nishani hizi basi zinaweza kuwa zaidi ya jeshi ya mfalme. Amesema Sayyidina al-Islam kama Mungu amenituma kwa ajili ya kuisha Islam, na alionyesha nishani kiasi hiki kwamba wale watu wakijua kuhusu nishani hizi na hawana tabia ya uadui, wale watu wanaweza kutambua Islam mara moja kwa kupitia nishani hizi. Na nishani hizi si 1 2 bali ni maelfu na maelfu. Na miongoni wa hizi nishani kadhaa nimewahi kuandika katika kitabu changu Hakikatul Wahi. Wakati karne ya 13 ilipokwisha, katika mwanzo wa karne 14 Mwenyezi Mungu alinituma, na manabii wote waliotangulia majina yao nilipewa mimi, na mwisho nilipewa jina la Isa Maud na Ahmad na Muhammad Maud. Na pamoja na majina haya mawili mimi niliitwa mara kwa mara. Majina haya mawili kwa maneno mengine ni Masihi aliahidiwa, na miujiza niliyopewa miongoni wa hizi ni bishara kadhaa ambazo hakuna anayeweza kueleza isipokuwa Mwenyezi Mungu. Vile vile kuna maombi mengine yaliyopokelewa, na vile vile nilifanya maombi dhidi ya maadui, na maadui waliangamizwa kwa sababu ya yale maombi. Vile vile kuna maombi kuhusu kupona kwa wagonjwa. Vile vile kuna mubahala pia zilizofanywa dhidi ya maadui. Matokeo yake yalikuwa haya kwamba Mwenyezi Mungu aliwafedhehesha maadui. Vile vile kuna ushahidi wa mawali wa Mwenyezi Mungu ambao kwa kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu walithibitisha ukweli wangu. Vile vile kuna mawali wengine ambao walikufa kabla yangu, na wao kwa kutaja jina langu na jina la kijiji changu walitoa bishara. Vile vile wapo wengine ambao walitoa habari wakati nilikuwa bado sijazaliwa, na wapo wengine ambao walitoa bishara wakati nilipokuwa katika umri wangu wa miaka 10 au 12, na waliwaambia wafuasi wao kwamba mtapata umri kiasi hiki kwamba mtaweza kumuona huyu Masihi aliahidiwa. Na nishani
zilizoelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kama kupatwa kwa mwezi na jua na vile vile kuwa na tauni, nishani hizi zote zimetimia kwa ajili ya ukweli wangu. Hizi ni dalili zote za kuthibitisha ukweli wangu. Nikianza kuandika dalili hizi zote sitaweza kuandika katika jalada 1000. Hazur anasema katika maandiko haya kuhusu mwisho wa maadui pia Sinam alayhi salatu wasalam ameeleza, ambao waliangamizwa na walifedheheka duniani. vile vile kuna maandiko kuhusu kupokelewa kwa maombi yake. Sasa hivi nitaeleza matukio kadhaa kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliwaongoza watu na walipokea jumuiya wakati wa Sinam alayhi salatu wasalam. Hazrat Sheikh Muhammad Afzal Sahib anasema kwamba wakati mimi nilipokuwa mtoto wa miaka 12 katika familia yangu baba mdogo moja Hakim Ibadullah na kaka yangu Sheikh Karamillahi aliwahi kufanya bayat Sinam alayhi salatu wasalam, lakini mimi nilikuwa sijamuona Sinam alayhi salatu wasalam wala sikuona picha ya Sinam alayhi salam. Katika ndoto nimeona kwamba nimekosa uwezo na sina uwezo wa kuona na kufikiria. Mzee mmoja amekaa mbele yangu na nyuma yake kuna miguu ninayoona, yani kuna mzee mmoja amekaa na nyuma yake kuna miguu ninayoona. Moyoni mwangu ilitiliwa kwamba huyu mzee ambaye amekaa ni Mirza Saheb na nyuma yake unaona miguu ni miguu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali nikaamka asubuhi, nikamuuliza bana Murtaza Khan Sam ambaye siku hizi anafuata Lahori Jamaat kwamba maana ya ndoto yangu ni nini. Akasema kwamba wewe kwa kumpitia Mirza Saheb utamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Na mimi nasema wallahi mwaka 1905 nilipofanya bayat, nilipomuona Hazur alikuwa yule niliyemuona katika ndoto yangu. Kisha Hadrat Nizamuddin Saheb anasema kwamba nilikuwa bado sijafanya bayat. Baada ya kusali sala ya asar katika msikiti wa Mubarak, nilikuwa nashuka ngazi ya msikiti na nilikuwa katika chumba fulani kule, nikawaona vijana wawili ambao walikutana nami na wakaniuliza kwamba Mirza Saheb anaishi wapi. Sisi tumekuja hapa kwa mbali sana. Nikasema njoo niwaambieni. Wakasema hapana, wewe utufuate, ikiwa Mirza Saheb amekaa juu sisi tutamtambua. Kwa hiyo nikawafuata, wakatangulia mbele yangu na walipofika juu, Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa amekaa pamoja na marafiki zake na alivua kilemba chake. Anasema walipofika juu, mtu mmoja katika hawa akasema kwamba je, jina lako ni Mirza Ghulam Ahmad? Sayyidina alayhi salam akasema ndiyo. Kisha akasema kwamba je, umedai kuwa Masihi aliahidiwa? Hazur akasema ndiyo. Kisha akasema kwanza tunakusalimu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha mimi pia nakusalimu kwa sababu siku fulani niliona katika ndoto kwamba mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika bega lako, na alisema kwamba haza masihun, fanya bayati yake. Yani aliona hii yote katika ndoto yake, na anaeleza kwamba niliona hivi kwamba mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika bega la Sinam alayhi salatu wasallam, na alisema kwamba haza masihun. Ndio maana nimekuja hapa na napeleka ujumbe wa salamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi alifanya bayat. Hazrat Hakim Ata Muhammad Sahib anasema kwamba baada ya kufanya bayat nikakaa siku kadhaa Qadian. Baada ya kuomba ruhusa nikaja Sialkot. Kule nilikutana na wanajumuiya kadhaa kwa kupitia Sufi Ahmad Indori Baf. Baada ya siku kadhaa mtu mmoja akasema kwa mapenzi sana kwamba Muhammad Sahib amekuja tena katika Qadian.
kwa kusikia hii nilishangaa sana na nikafanya dua, mola wangu, jumuiya hii inadai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuka tena, na Mirza Sahib anawezaje kuwa Muhammad? Katika ndoto nikaona kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam amesimama, na kutoka mbinguni malaika moja akaniuliza huyu ni nani? Nikasema huyu ni Mirza Sahib. Kisha nikaona kwamba kutoka mbinguni nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam imeshuka na imeingia katika mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam uso wa Sayyidina alayhi wasallam uliangaa sana. Kisha malaika kaniuliza huyu ni nani? Nikasema kwanza huyu alikuwa Mirza Sahib, lakini sasa amekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzur anasema kwamba haya yalikuwa matukio ya zamani yalitokea wakati wa Sayyidina alayhi wasallam, lakini Sayyidina alayhi wasallam amesema kwamba mwongozo na nishani hizi zitaendelea kupatikana mpaka jumuiya hii ipate ushindi. Kwa hiyo bishara hii inaendelea kutimia siku hizi pia. Namna gani Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani, watu wanaoishi mbali maelfu na maelfu, wao ni mashahidi kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawaongoza. Kwa hiyo naeleza sasa matukio kadhaa katika eneo bala la Mali. Kuna imamu wa kundi la Tajania, kwa kupitia baba yake vijiji 93 vilisilimu. Baada ya kufariki baba yake akawa kiongozi. Hivi karibuni amebahatika kujiunga na jumuiya. Adam Sahib anasema kwamba katika ndoto aliona Sayyidina alayhi salatu wassalam amekuja nyumbani kwake katika chumba chake, na amekaa pamoja naye chumba chake, na watu wengi wanasubiri yuko nje Sayyidina alayhi salatu wassalam. Anasema kwamba nikamwomba Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nje maulama wengi wanakusubiri. Huzur anatoka nje na anavua kofia za maimamu wote na anabakisha kofia yangu katika kichwa changu. Baada ya kujiunga na jumuiya, imamu wetu anaenda pamoja naye katika vijiji vya wafuasi wake, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mpaka leo vijiji 40 vimeshajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Burkina Faso kuna bana Jara Bukhari Saheb alipigia simu katika radio station yetu na akasema kwamba nimesikia mahubiri yenu. Katika mahubiri mlisema kwamba ikiwa mnataka kuthibitisha kwamba Imam Mahdi aliyekuja ni mkweli au la, kwa ajili yake Sayyidina alayhi salatu wasallam ametuelezea tiba yake kwamba mufanye istikhara. Kwa hiyo nikaanza kufanya istikhara. Wakati nilipofanya istikhara wiki moja, katika ndoto nikaona kwamba chini ya mahema wapo watu wawili wenye nuru sana. Katika ndoto rafiki yangu akasema kwamba huyu ambaye amekaa kulia ni Imam Mahdi, lakini hakujua kuhusu mtu mwingine. Na baada ya ndoto hii anasema ikawa wazi kwamba Imam Mahdi aliyekuja ni mkweli. Ikiwa yeye ni mwongo angekuja aje katika ndoto yangu? Kwa hiyo akafanya bayat. Kisha kuna mwanamke mmoja kutoka Misri anaandika, aliniandikia barua, anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake amenipatia sifa kadhaa. Kwa hiyo nikaona katika ndoto Mirza Ghulam Ahmad Qadian alayhi salam na wewe pia. Na wallahi wakati ule nilikuwa sijui kwamba kuna halifa yeyote anayepatikana duniani. Nilikuwa nafanya istikhara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinionyesha wewe na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Baadaye shetani alinipoteza, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alinipatia nafasi ya kukupokea haki. Kwa hiyo mimi naomba nifanyiwe maombi ya ghufira na kupata imara. Tunasema Mwenyezi Mungu ampatie imara zaidi. Kuna mwanamke mmoja Fahmi kutoka Morocco, yeye anasema kwamba kwa kupitia kipindi cha Lekama au Arab nilijua kuhusu jumuiya. Kisha anasema kwamba kauli ya Halifa wa 4 ilikuwa yenye hoja sana, lakini
alikuwa akisema kwamba mnatakiwa mufanye maombi na mufanye istighfar. kwa hiyo nikaanza kufanya istikhara. Katika ndoto niliona kwamba katika uwanja mkubwa kuna hema. Katika hema kuna mtu mmoja ambaye amekaa na ana huzuni sana usoni wake. Mtu mmoja anamjia na anamuuliza kwamba kwa nini wewe una huzuni sana. Anamjibu kwamba mimi ni Masihi aliahidiwa na waita watu kwenye njia iliyonyoka, lakini watu hawanisadikishi. Basi yule aliyemuuliza swali anasema, mimi nakusadikisha, mimi ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya ruya hii nikaona kwamba yoyote inayotokea tokee, sijali. Kwa hiyo nikafanya bayat, na baada ya kufanya bayat nikaanza kufanya hijabu pia. Zura anasema alikuja hapa pia, na wakati wa jalsa alipoona hali kule na hema alipoona kule, alisema ni hema ile ile aliyoona katika ndoto, na alimuona Sinam al-Islam amekaa ndani yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba mnakusadikisha kwamba wewe ni Masihi aliahidiwa. Kisha kutoka Mali bana Abdullah Saheb ambaye ni mwalimu wetu anaandika, ustadh wa Mamaku Damble Saheb alikuwa mdui wa Jumuiya Ahmadiyya. Wakati wote alipokuwa akipigia simu katika radio station alikuwa akitukana jumuiya, na wakati wote alipopigiwa simu alikuwa akitukana jumuiya, na aliendelea na hali hii kwa muda mrefu. Siku moja alipigia simu katika radio station yetu ya Rabwa, na alikuwa analia, na akasema kwamba siku moja kabla aliona Sinam alayhi salatu wasalam katika ndoto, na nuru aliyoona pamoja na Sinam alayhi salatu wasalam hakuwahi kuona katika maisha yake. Kwa hiyo anaomba radhi na anagopa kwamba isije ikiwa wanajumuiya hawakumsamehe, Mungu pia hatamsamehe. Kwa hiyo mwalimu akamkaribisha kwamba ajiunge na jumuiya, kwamba umeshajua kuhusu haki ujiunge na jumuiya. Kwa hiyo akajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Mali mwalimu wetu bana Yusuf anaandika kutoka katika mkoa wa Kulikuru. Anasema kwamba katika mkoa wetu Kulikuru kuna kijiji kitwacho Jala Kuruji. Kule alikuwa mzee mmoja ambaye alikuwa Muislamu kwa kuzaliwa, lakini kwa kuwaona Waislamu alikuwa hajui kwamba kundi gani ni sahihi. Aliendelea kutafuta kundi sahihi, lakini hakupata jibu. Siku moja alikuwa anasikiliza redio yetu Rabwa, na katika redio mwalimu wetu alikuwa anasema kwamba yeyote anataka kujua haki afanye maombi, Mungu atamuongoza. Akapenda sana njia hii, kwa hiyo akanuia kwamba atafanya maombi maalum, na akanuia kwamba madamu Mwenyezi Mungu hamuongozi hataongea na mtu yeyote, na ataendelea kufanya maombi. Kwa hiyo aliendelea kufanya maombi siku kadhaa. Siku moja Mwenyezi Mungu alimwonyesha kwamba Hazrat Muhammad alayhi salatu wasallam ameshuka nyumbani kwake, na anaweka mkono wake juu ya kichwa cha mtoto wake, na akaamka baada ya ndoto hii, na akawa na yakini kwamba wanajumuiya ni wa kweli, na ni hawa watu ambao wanatoa habari ya kuja kwa Imam Mahdi alayhi salatu wasallam. Baada ya ndoto alishiriki jalsa salana ya Mali kule kwa kuona picha ya Sinam alayhi salatu wasallam. Akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi alayhi salatu wasallam aliyekuja nyumbani kwake, na kwa hivyo akafanya bayat na akajiunga na jumuiya. Kutoka Mali kuna mbashiri wetu Bilal Saheb anasema kwamba katika radio station yetu ya Sakasu mtu mmoja akaja na akasema jirani yake alikuja nyumbani kwake, na akaanza kuomba radhi kwa kulia, na alipomuuliza sababu yake ni nini, akasema kwamba nilikuwa naichukia sana Jumuiya Ahmadiyya, na wakati wote nilipokuwa nasikiliza redio yenu nilikuwa natukana sana. Jana usiku mbashiri wenu alikuwa anafanya kipindi moja kwa moja. Kwa kusikiliza kipindi kile nilianza kutukana jumuiya, na katika hali nikalala usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika ndoto yangu na akanikasirikia, na katika ndoto nikamuomba radhi na nikamwomba, ewe Mtume unisamee, sitawatukana wanajumuiya kuanzia leo, na kuanzia leo mimi pia ni mwanajumuiya. Na huyu mwanajumuiya kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu amejiunga na amekuwa mhubiri mzuri sana. Kutoka Mali mwalimu wetu Abdullah Saheb anaandika kwamba Bakri Talabre Saheb alikuwa mwanafunzi mmoja, alikuwa anafanya utafiti kuhusu jumuiya kwa kupitia internet, na aliwasiliana na jumuiya ya France. Jumuiya ya France ilipatia unwani ya Kumaku Mission.
aliwasiliana na mwalimu saheb na alimuuliza maswali kadhaa. Baada ya kupata majibu ya maswali, yule mwanafunzi akajua kujumuia lakini hakufanya bayat. Siku moja huyu mwanafunzi akamjia mwalimu na akasema anataka kufanya bayat. Usiku akasema alimuona Sinam alayhi salatu wasalam alikuja nyumbani kwake na usoni mwake ulikuwa nuru tupu, na nuru ilikuwa ya aina hii kwamba sijawahi kuona katika maisha yangu. Kwa hiyo nataka kufanya bayat, tena si kwamba nataka kufanya bayat bali pamoja na kwa kushirikiana na jumuiya nataka kusambaza ujumbe wa jumuiya pia. Mbashiri wetu Fateh Saheb kutoka mkoa wa Kulikoro ya Mali anaandika kwamba mzee mmoja aitwaye Said Kolibali alikuja katika radio station An-Nur na akasema kwamba mababu zake walikuwa wakiabudu masanamu na wao walikuwa wakimlazimisha kwamba yeye pia aabudu masanamu, lakini toka utoto wake alikuwa hapendi kuabudu masanamu. Kwa hiyo alipokuwa mkubwa kidogo akakataa kuabudu masanamu, na kwa sababu ya hii wazazi wake na jamaa zake walimkasirikia, lakini yeye hakujali upinzani wao na akasilimu. Baada ya kusilimu alianza kusubiri Imam Mahdi. Aliposubiri kwa muda mrefu, siku moja katika ndoto aliona kwamba mtu mmoja ambaye ana rangi nyeupe ameshuka kaskazini ya Mali. Watu wengi wamejumuika kwa ajili ya kumuona yule mzee, na kwa kuona uso wake wenye nuru akauliza kwamba huyu ni nani. Mtu mmoja akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi ambaye ameshashuka. Baada ya ndoto hii akawa na yakini kwamba Imam Mahdi ameshashuka, ameshafika. Lakini wakati alipoona makundi ya Islam, kulikuwa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatoa habari ya kuja kwa Imam Mahdi. Siku moja kwa bahati akaanza kusikiliza Ahmadiyya Radio An-Nur. Kule aliona kwamba habari inatolewa kwamba Imam Mahdi ameshakuja. Kwa kusikiliza akawa na yakini kwamba jumuiya ni haki. Kwa hiyo akaja katika radio station pamoja na familia yake na akajiunga pamoja na familia yake. Alipoonyeshwa picha ya Sinam alayhi salatu wasalam akasema kwamba huyu ni Imam Mahdi ambaye alikuja katika ndoto yake. Kisha baadaye alitoa mchango 10,000 franc na anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alimjalia kumtambua haki. Huzur anasema kwamba hii yote ni msaada ya Mwenyezi Mungu kwa kuthibitisha ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Ikiwa sisi tusiamini kwamba huu si msaada wa Mwenyezi Mungu, tena tuamini ni nini? Lao Waislamu wengine pia waweze kuelewa jambo hili na wafanye dua na wamuombe Mwenyezi Mungu mwongozo, na badala ya upinzani wafuate njia iliyonyoka ili Mwenyezi Mungu awaongoze. Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kufanya hivi. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwamba nimekuja kutoka kwake ameonyesha nishani kiasi hiki kwamba nishani hizi zikigawanywa katika manabii 1000 kwa nishani hizi unabii wao utathibitika. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ushindi juu ya shetani alionyesha nishani maelfu na maelfu, lakini wapo watu wenye tabia mbaya ambao hawakubali nishani hizi bali wanaleta shutuma dhidi za jumuiya, wanataka kuangamiza jumuiya hii. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha jumuiya hii kwa mikono yake. Huzuri anasema kwamba mwishowe nataka kuwakumbusha kuhusu maombi kwa ajili ya Waislamu na kuhusu nchi za Waislamu. Mwenyezi Mungu alete amani na usalama katika nchi hizi na waweze kukiri jambo hili kwamba amani hii na usalama huu ikiwa wanataka kuleta katika nchi zao, tiba yake ni moja tu, ambaye wampokee Imam Mahdi ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya kuleta
usalama na amani duniani na kuja bishara ya kuja kwake zilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ni njia moja tu ya ukovu na vile vile njia ya kusalimika katika ufisadi. Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kufanya hivi, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.